Kumuota chura usingizini, nini maana yake? Twende pamoja tuweze kuona matukufu. Tunasema kumuona chura usingizini kunajulisha maana yake kwamba mwanamume mfanya ibada mwenye kujitahidi kumtii Mwenyezi Mungu Tabaraka wa Taala. Hiyo ndio maana ya kumuona chura usingizini. Ama nukta ya pili tunasema kuwaona vyura wengi katika mji au kijiji au mahala fulani unapoishi, basi njozi inakujulisha hiyo ni adhabu itakayowapata watu wa mji huo. Ni kama vile katika Qur'ani Mwenyezi Mungu alivyoangamiza baadhi ya watu kwa kutumia jeshi lake tu la vyura. Vyura vikawa mji mzima, mpaka kwenye mavyombo, kwenye maji ya kukoga, yani ikawa tafrani na watu wakahiliki kwa sababu ya vyura. Ama nukta ya tatu ya ndoto ya kuota chura usingizini, tunasema dhifta'an fil manami. Mtu anapolala kisha akaota kuwa anakula nyama ya chura, basi njozi hiyo inakujulisha kwamba utapata manufaa makubwa kutoka kwa rafiki zako na watu wako wa karibu. Ama nukta ya nne ya ndoto ya kuota chura usingizini, tunasema dhifta'an fil manami. Mtu anapolala kisha akaota kuwa chura anakunyesheleza au chura anakuongelesha au chura anakusemesha ukamwota hivyo, basi ndoto hiyo inakujulisha haya yafuatayo, kwamba utazima moto wa Namurude. Hiyo ni fasiri ya kwanza. Yani utazima moto au hasira au ghadhabu za kiongozi wako mkubwa. Namurude ni kiongozi mmoja alikuwa na mambo yake wakati huo wa zama zilizopita huko. Sasa tunaposema utazima moto wa Namurude, maana yake ni kwamba kiongozi wa sasa, edha raisi, waziri, makamu wa raisi, mbunge, sijui mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya, mkuu wa polisi na wengine, kila aliyokuwa ni kiongozi mwenye mamlaka anaweza kufanya kitu fulani fulani kwako kikakuletea shida, basi ukiota hivi maana yake unaenda kuzima, yani kile kitu kinachokusumbua kinaenda kuzimwa. Kama ulikuwa na kesi, basi maana yake kesi yako imezimwa. Kama unatafuta sijui ufanywe madhila, basi maana yake ni kama kwamba unaambiwa hayo yamezimwa kwa utukufu wake Muumba wa mbingu na ardhi, inshallah. Ama nukta ya tano ya ndoto ya kuota chura usingizini, tunasema dhifta'an fil manami, kwamba mtu anapolala kisha akaota kuwa anatembea pamoja na chura. Yani ukiwa unatembea mtaani na chura anarukaruka, mnafuatana huko mnapokwenda katika safari yako.